Ishi maisha ya kimungu, kwani kifo kipo mbele yako. Huenda dakika moja tu ijayo Mungu akasitisha uhai wako. Kuwa kwako hai ni neema ya Mungu tu, lakini kifo ni faida kwa wale walio na Mungu. Watu wengi hawapendi kufa kwa sababu njia zao haziko vizuri na Mungu. Nikoi TV. Kwa majina mimi naitwa Msafiri Pasco Mramboa, ni mzaliwa na mwenyeji wa Manyara. Nimezaliwa kwenye familia ya watoto wanne. Nilifanikiwa kusoma shule ya msingi na sekondari nilimaliza. Na baada ya hapo sikuweza kuendelea, kwa hiyo nikawa nimeingia mtaani kwa ajili ya kuweza kujishughulisha na shughuli za kiuchumi kawaida za uzalishaji. Baada ya hapo nilikuja nikatoka nikaanza kujifunza shughuli za ufundi. Nikaendelea kufanya shughuli za ufundi Manyara pale, nikatoka nikifanya kazi na kampuni moja ya ujenzi, nikafanya mkoa wa Singida, nilienda mpaka Tabora. Baada ya hapo mwaka 2018 nikiwa na kampuni moja nilifanikiwa kutoka, ikanipeleka mpaka Zanzibar kwa ajili ya kazi hizo za ujenzi. Naam. Mwaka 2018, 19 mpaka 20 niliendelea kufanya mpaka pale ambapo nilipata tatizo nikiwa katika shughuli zangu za ujenzi, ambayo ndio ilinipelekea kuja mbele ya Watanzania ili kuweza kuzungumza nao kuweza kupata msaada wa kimatibabu. Kifupi, wakati nipo kazini nilikuwa ninapanda juu kwa ajili ya kuweza kuangalia kazi, na katika jengo lile kulikuwa kuna waya wa umeme ambao mimi sikuona. Sasa wakati napanda nikafikia nikaugonga kwa kichwa, kanipelekea nikapata short, nikapigwa short ile umeme iliyopelekea nikaungua kichwani, macho yakapata tatizo, yakapata ile mtoto wa jicho, na miguu yote miwili pia ilipelekea kukatwa. Mmoja ulikatwa katika vidole na mwingine ulikatwa chini ya goti. Nilifanya matibabu katika hospitali ya Mnazi Mmoja Zanzibar, nikatoka Mnazi Mmoja nikaletwa mpaka Muhimbili. Muhimbili ndipo aliponikatia mguu pale. Na matibabu ya kichwa nilikaa kwa muda kwa sababu kilikuwa bado walisema fuvu na ile ngozi kama fuvu linaonesha limekandamizwa, kwa hiyo nisubiri kwanza mpaka ile ngozi iliyoungua itoke. Baada ya ile ngozi kutoka sasa ndipo niliporudi tena kwa ajili ya matibabu, wakanitajia gharama zile za matibabu. Lakini kutokana na hali ya maisha, familia na mimi binafsi sikuweza kuzimudu. Hivyo basi ninakuja mbele ya Tanzania kwa ajili ya kuomba msaada waweze kunisaidia nikaweza kukamilisha matibabu. Matibabu yanayohitajika kwa sasa hivi ni kwa ajili ya operation ya kichwa, kuotesha nyama kama mnavyokiona hapo. Ilo fuvu hospitali wameambia natakiwa waoteshe nyama pamoja na macho pia yamepata mtoto wa jicho, natakiwa afanyiwe operation. Gharama zangu za matibabu hospitali wameniambia kichwani ni shilingi 800,000 na macho mawili kila jicho ni shilingi 200,000 operation. Kwa hiyo jumla ni shilingi 1,200,000. Kwa hiyo nakuja mbele zenu wa Tanzania, naomba sana kwa yote anayesikia au anayetazama kwa wakati huu akaweza kanisaidia Mtanzania mwenzenu nikaweza kufanikisha matibabu ili nikakae sawa na kuweza kuendelea na shughuli nyingine za kiuchumi. Nimekwisha hangaika na kuzunguka sana katika sehemu tofauti kuweza kuomba msaada kwa ajili ya matibabu haya ya kichwa, na kama mlivyoliona kweli hali ni mbaya.
linauma sana. Kadri linavyozidi kukaa kwa muda mrefu, tatizo linazidi kuongezeka, linaonyesha kuchimbika, na hospitali imeshauri matibabu yawe mapema sana. Hivyo nakuomba sana mbunge wangu, kama unanisikia, unanitizama, nakuomba sana dada yangu, nishike mkono niweze kukamilisha haya matibabu. Najua miguu nimekwisha kata, siwezi kuirudisha tena, lakini nikakamilisha matibabu ya kichwa, nikapata japo na mtaji wa kuweza kufanya biashara yoyote au kitu chochote ambacho kitaweza kunisababisha nikaendeleza maisha na kulea familia. Dada yangu Pauline Gekuli, mbunge wa Babati mjini, nakuomba sana dada yangu, kama unanisikia au kunitazama kwa wakati huu, nisaidie dada yangu. Nimezunguka sehemu nyingi sana kuomba msaada, lakini sijaweza kufanikiwa. Ndio maana nimeamua kuja mbele ya Watanzania niko kushirikisha na wewe dada yangu Pauline Gekuli, mbunge wangu. Nakuomba sana. Na yeyote ambaye ananisikia, naombeni sana. Nimezunguka sana, sijapata msaada. Naam, kwa yeyote yule ambaye ameweza kuguswa na kuweza kutaka kunisaidia, basi moja kwa moja anaweza kunisaidia kupitia mawasiliano yangu. Line ni ya Yas, namba 0776 220 882. Naomba kuirudia, 0776 220 882. Na msaada ambao mtu anaweza kunisaidia, si lazima akanipa pesa cash. Mtu yote ambaye atajitokeza, hata kaniambia yuko tayari kunipeleka mimi hospitali, niko tayari. Kwa yote yule ambaye anasikiliza na kutazama Mkoi TV au na kusikiliza EFM Radio, basi anaweza kanisaidia kwa njia yoyote vile. Si lazima pesa mkononi. Hata akaniambia kwamba ananipeleka hospitali, mimi niko tayari kwa namna yoyote. Cha msingi nisaidike kimatibabu na mimi nisimame pia. Familia inanitegemea. Mkoi TV.